Kuna kitabu ambacho kinaitwa PP. Namna ya kufundisha ilikuwa tofauti sana, hiyo shule ya manabii na ile ya shule ya theolojia za siku hizi, hii ambayo wao wanaenda, ambazo wanafunzi wengi huhitimu kutoka kwao wakiwa na ujuzi mdogo wa kweli wa Mungu na ukweli wa kidini kuliko vile walivyoingia. Kwa hivyo huyu wakati alipoenda shule ya theolojia alikuwa afadhali. Sasa vile ametoka ameharibika. Na ndio naona sasa tunamwambia hivi, hakuna andiko kwa Biblia linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Na bado haelewi. Sasa amesema yule anayeokoa lazima awe Mungu. Sasa mimi naomba nisome andiko hapa la Timotheo wa kwanza 1 mstari wake wa kwanza. Timotheo, na hayo maneno anayosema ni ya mdomo wake. Hakuna mahali anasema ati lazima mwenye anaokoa lazima awe Mungu. Hata Musa aliwaokoa watu kutoka Misri. Aliwaokoa. Musa alikuwa muokozi. Musa alikuwa muokozi, aliokoa watu kutoka Misri akaleda. Na ndio Yesu usisubue wewe pastor, wewe nyamaza kwanza tukiongea. Sinaona sisi tukiongea unanyamaza. Sasa Musa aliokoa watu kutoka Misri. Na Yesu anafananishwa bado mpaka na Musa katika kitabu cha Waibrania, ya kwamba Musa alikuwa mwaminifu akitoa watoto wa Misri. Sasa katika moja sasa kitabu cha Timotheo inasema hivi: Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu mwokozi wetu na Kristo Yesu taraja letu. Wokovu wetu chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Yesu ni kutumwa, anatumwa aje atuokoe. Kwa hivyo yule ambaye anapeana wokovu wetu ni Mungu. Tunasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 14, alafu tuweze kusikia ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Sikia bwana mwenyekiti. 4 mstari wa 14 inasema hivi: na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo Yesu kuwa mwokozi ni kutuma, ametumwa. Ndio andiko linasema hakuna wokovu katika mwingine. Hakuna jina lingine walilopewa wanadamu lipasao kutuokoa isipokuwa jina la Yesu. Lakini tumepewa na Baba. Sasa huyu Baba ndiye Mungu. Sasa alafu katika hapa Yohana 4 mstari wa 12 inasema hivi: hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Kwa hivyo Mungu akitupea roho wake ni yeye mwenyewe anakuwa ndani yetu. Kwa hivyo katika Matendo ya Mitume 5 yule alikuwa anadanganywa hapo alikuwa ni Petro. Si ati ya kwamba kulikuwa na kizuguu hapo kinaitwa roho kilikuwa kinadanganywa hapo. Ni Petro ambaye alikuwa anadanganywa na wale waliouza shamba. Sasa huyu Petro alikuwa na roho wa Mungu. Petro alikuwa na roho wa Mungu. Ndio Petro anawaambia, kwa nini mmeficha kile ambacho mlikuwa mmeahidi kutoa baada ya kuuza shamba? Anasema hamkumdanganya mtu. Mmedanganya nani? Mungu. Kwa sababu Petro alikuwa na roho wa nani? Wa Mungu. Si ati ya kwamba kulikuwa na Mungu roho ambaye alikuwa hapo anadanganywa, lakini Petro ndiye alikuwa hapo. Na ndio mimi nasema walienda shule walikuwa afadhali, wakatoka shule wakiwa wameharibika. Sasa katika kitabu cha Mathayo 3, hii ni kitabu ambaye watoto wadogo kabisa wanaelewa haraka. 3:16 kitabu cha Mathayo inasema hivi: naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona roho wa Mungu. Hawa wanageuza, wanaweka Mungu roho. Na hapa andiko limesema akaona roho wa Mungu. Alafu katika 17 inasema tazama sauti kutoka mbinguni ikasema huyu ni mwanangu. Kwa hivyo sauti inatoka mbinguni inasema huyu Yesu ni mwanangu. Alafu yule aliyekuja juu ya Yesu anaitwa roho wa Mungu. Hawa wanasema ni Mungu roho na huyu mwingine ni Mungu mwana. Sasa kuna kuwa na miungu mitatu. Kitu ambaye Biblia katika amri ya kwanza inakataza. Inasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Sasa huyu mimi alikuwa nani? Wakorintho wa kwanza 8:6, kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sasa wanasema hapo ilikuwa ni mwili, hapo ilikuwa sijui ni nini. Sasa katika Yohana 17 mstari wa 5 Yesu anasema, na sasa Baba nitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kwako.
Kwa hivyo Yesu alikuwa na baba yake kabla ulimwengu kuwako. Kwa hivyo Yesu alikuwa mwana wa Mungu hata kama dunia haijaumbwa, hata kama malaika hawajaumbwa, Yesu alikuwa bado ni mwana wa Mungu. Katika Yohana 5:26 Baba akampea Yesu uzima. Na uzima huo Yesu alipewa. Andiko linasema Yesu anapewa ili atupee. Ukisoma Yohana 17 mstari wa 2, Yesu anasema wote ulionipa ili niwape uzima wa milele. 17:2 kabla dakika zangu hazijaisha inasema hivi: kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu anatupea uzima wa milele aliyopewa, si wa kwake. Lakini Yesu alipewa uzima wa milele original, hakupewa fake. Alipewa original kutoka kwa Baba. Lakini sasa hawa wachungaji, tulia mchungaji. Sasa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wake ni wa kwanza, mstari wake ni wa 4 na wa 5 na wa 6. Inasema basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule. Sasa hawa wanaweka hao wengine kuwa Mungu. Sasa ukija katika kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 19, uungu wa Yesu ni kupewa, anapewa. Uungu Yesu alio naye ni kupewa, anapewa tena kwa andiko. Mimi si ati kwamba nasema tu hivyo bure. 1:19 kitabu cha Wakolosai inasema hivi: for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Yani ilimpendeza Baba katika Yesu kae utimilifu wote wa uungu. Kwa hivyo uungu ambaye Yesu ako naye anapewa na Baba. Ndio tunasema Mungu. Asante. Mwalimu, muda wako umeisha, una dakika 3 za kuuliza swali. Haya, uliza swali.